Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Katibu tawala au wilaya ya Arusha Bwana Jacob Julius Rombo ameongoza zoezi la ugawaji wa vyeti na fedha taslim kama zawadi zilizotolewa kwa walimu waliofanya vizuri zaidi katika ufundishaji wa masomo kwa wanafunzi na kuwawezesha wanafunzi wengi kufaulu na kupata ufaulu mzuri kwenye mitihani yao ya kuhitimu elimu ya msingi na sekondari kwa mwaka 2024 katika kata ya Elerai jijini Arusha, wakiwa ni wanafunzi wanaotoka katika shule binafsi na shule za serikali. Akizungumza katika hafla hiyo, afisa elimu wa kata ya Elerai Bi Fatuma Yusufu Abdi ameeleza kwamba wametoa motisha hiyo waunga mkono walimu kwa kuwapongeza ili kuongeza chachu ya ufaulu mashuleni. Awali ya yote, tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika siku hii ya leo. Pili, tunapenda kukushukuru mgeni rasmi kwa kukubali ombi letu la kuja kushiriki nasi katika siku hii ya walimu kata ya Elerai. Tunakukaribisha kwa heshima kubwa katika hafla hii muhimu. Ndugu mgeni rasmi, kata yetu ina jumla ya shule 11 za serikali na binafsi. Shule za serikali zipo 4, nazo ni Elerai Sekondari, shule ya msingi Elerai, Burka na Azimio. Shule za binafsi zipo 7, nazo ni shule ya sekondari Kilimanjaro Modern Boys, shule ya msingi Arusha Integrated, Arusha Modern, Majengo, Bishop Kisula na shule ya awali Trust St. Patrick. Shule hizi zina jumla ya walimu 203, ikiwa walimu wa kiume wapo 69 na walimu wa kike wako 132. Pia tuna jumla wanafunzi 6716, ikiwa wavulana wapo 3447 na wasichana ni 3269. Sambamba na hilo, tuna vyuo vitatu ambavyo tunafanya navyo kazi pamoja, ambavyo ni JR Institute, Volcano College na Focus College. Ndugu mgeni rasmi, siku hii ya walimu ilianzishwa rasmi mwaka 2023 kata ya Elerai na Bi Fatuma Yusuf Abdi ambaye ni afisa elimu kata ya Elerai kwa kushirikiana na walimu wakuu wa shule na walimu ndani ya kata ya Elerai. Lengo kuu ni kuhakikisha walimu wanathaminiwa kazi zao wanazozifanya ili kuwapa ari na chachu katika kazi zao na kuweza kunyanyua ufaulu wa shule. Ndugu mgeni rasmi, siku hii ya leo tunatarajia kutoa vyeti 27 kwa walimu waliofanya vizuri katika mtihani wa taifa mwaka 2024, wanafunzi 12 waliofanya vizuri mtihani wa taifa mwaka 2024 kwa kidato cha 4, kidato cha pili na darasa la 7. Shule 4 zilizofanya vizuri kwenye mtihani wa taifa 2024 kwa ngazi ya kata, shule 7 zilizofanya vizuri upande wa utunzaji wa mazingira na wadau 19 waliotuunga mkono katika kufanikisha shughuli hii. Ndugu mgeni rasmi, katika kuunga mkono juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuleta maendeleo ya sayansi na teknolojia na kufikia lengo kuu la serikali la kujenga nchi ya uchumi wa viwanda, tumeandaa pendekezo la kuanzisha maabara ya sayansi kwa shule ya msingi Elerai. Maabara hii tunaamini itasaidia kuamsha ari kwa wanafunzi ya kupenda kujifunza masomo ya sayansi kwa vitendo tangu akiwa ngazi ya shule ya msingi na kupelekea kupata wanafunzi wengi watakaochukua mchepuo wa sayansi katika ngazi ya elimu ya sekondari. Pia itaamsha ari ya wanafunzi ya kupenda masomo ya sayansi ili kurahisisha ujenzi wa Tanzania ya viwanda na kuinua uchumi kupitia sayansi na teknolojia, yaani TEHAMA. Aidha, wazo hili la uanzishaji wa maabara shule ya msingi Elerai limekuja wakati sahihi wa kuendana na mabadiliko ya mtaala wa elimu ulioboreshwa mwaka 2023 na kuanza kutumika rasmi mwaka 2024. Tunatanguliza shukrani zetu za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutujali, kututhamini na kutupandisha madaraja walimu na kutupa fedha za ujenzi wa madarasa, matundu ya vyoo na ukarabati majengo chakavu katika kata ya Elerai, sambamba na kutoa fedha za elimu bila malipo kwa shule zote za serikali.
Pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea watendaji mahiri mkoani na wilayani, sambamba na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Arusha na wasaidizi wake katika idara ya elimu msingi na sekondari, kwa kuunga mkono juhudi za serikali kwa kuwa nasi bega kwa bega katika mambo yote ya kielimu. Ndugu mgeni rasmi, kwa kipekee tunamshukuru kiongozi wetu wa tarafa Elerai Kakaitu Saidi. Leo hatuko naye, kwa nadhani kwa katika majukumu mengine, lakini tunamshukuru sana kwa kushirikiana nasi katika harakati za kielimu. Pia tunamshukuru nahodha wetu wa kata Mheshimiwa Diwani Kakaitu Laiza na katibu wa chama na uongozi wa Chama cha Mapinduzi kata Elerai kwa kuwa nasi kila tunapohitaji. Pia tunawashukuru madiwani wetu wa viti maalum tarafa ya Elerai tarafa ya Elerai. Mheshimiwa Diwani kaka yetu Karimu kutoka kata ya Ngutoto, sijakusahau. Tunakushukuru sana kwa upendo uliotuonyesha na kuja kumpa joto Mheshimiwa Diwani kata ya Elerai. Ndugu mgeni rasmi, kwa ridhaa yako naomba niwashukuru kwa dhati ofisi ya udhibiti ubora wa shule pamoja na maafisa ya elimu kata wenzangu kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Aidha, tunatoa shukrani zetu za dhati ofisi ya kata kwa mtendaji wa kata, watendaji wa mitaa, wataalamu pamoja na wenye viti wa mitaa kata Elerai kwa kushirikiana nasi katika kazi zote za kielimu. Ndugu mgeni rasmi, naomba nitumie nafasi hii kuwapongeza wakuu wa shule, walimu wakuu na walimu wote kata Elerai kwa kazi nzuri za kitaaluma wanazozifanya na kupelekea kunyanyua ufaulu wa kata na halmashauri. Ndugu mgeni rasmi, kwa ridhaa yako naomba niwashukuru wadau wote waliotusaidia kufanikisha shughuli hii, na kwa kipekee niwashukuru sana wadau wetu wakubwa ambao ni Msola and Company Tanzania Limited, The Foundation for Tomorrow, Bonite Bottlers, Madam Digna Shayo, Arusha Miti na Arusha Mode. Hawa wamekuwa bega kwa bega kuhakikisha kata yetu inakuwa kinara kwa elimu bora, na wamekuwa na moyo wa kipekee, kwani walimu walipeleka maombi kwao kwa muda mfupi na wakayafanyia kazi maombi hayo, na leo tupo hapa tukiadhimisha siku hii. Ndugu mgeni rasmi, niendelee kukushukuru kwa kukubali kupokea ombi letu na kuwa mgeni rasmi katika hafla hii. Mungu akubariki sana. Mungu ibariki Elerai. Mungu ibariki wilaya ya Arusha mjini. Mungu ibariki Arusha. Mungu ibariki Tanzania. Mimi leo nimefika Elerai na nimeiona Elerai wamejipanga sawa sawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka jana nilifanya kazi kama hii, lakini naona kama mimi niligusa tu. Wenzangu walichokifanya ni kitu kikubwa. Wameorganize shule zao zote, privates, primary schools na secondary schools zote pamoja, kwa kuwapongeza kwa pamoja. Jambo kubwa linaonyesha umoja mkubwa, na mimi niwapongeze katika hilo. Kama mwenyekiti wa kamati ya elimu niseme, afisa elimu kata hii kwa kazi aliyofanya ana deserve kwa afisa elimu, anatosha. Lakini nichukue nafasi kuwapongeza walimu wote. Leo tunafurahia matunda na kazi nzuri ya walimu wetu. Tumefanya kazi kubwa kuandaa watoto wetu kwa kushirikiana sisi viongozi wao, kwa maana ya viongozi wa kisiasa tukiongozwa na chama chetu. Ombi langu kwao na kwetu sisi sote kama viongozi, tuwajibike ipasavyo, tumize wajibu wetu, na siku ya mwisho mtoto wa Kitanzania apate haki yake ya elimu, apate maadili bora, na baadaye wawe viongozi bora kama sisi tulivyo hapa. Kwa hiyo niombe sana walimu leo, kwanza hongereni, dumisheni umoja wenu, mpendane, mchape kazi kweli kweli. Lakini mimi naomba niwaahidi, ahadi hii si kama ita function kwa sababu tunamalizia Mheshimiwa DC, baki miezi chache sana, tunazimia kwanza, afu tutafufuka tena. Tukirudi na atakayerudi
asimamie mambo ya msingi. Masuala mazima ya elimu yanahitaji viongozi walio committed. Mimi hawa jamaa wawili hawa, Laiza na Karimu hawa, wasumbufu kweli Mheshimiwa Dasi. Mimi mwenyekiti wao kwenye kamati ya elimu, mimi nikifika siku hiyo lazima niwe na handkerchief navuta jasho kweli kweli. Wana maswali magumu, wanahoji, wanakubana, lakini ni watu wazalendo, wachapakazi, wanaopenda maendeleo. Asanteni sana. Kwa nadhani Mheshimiwa Laiza, kwa kazi unaifanya LRI, kwa umoja huu chama kimesikia, na Mungu abarikiwe sana. Kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia siku ya leo kuweza kukutana hapa. Lakini pili, nichukue nafasi hii pia kumshukuru rasi wetu ambao wamekuja kushiriki na sisi katika hafla hii fupi. Mimi sitachukua muda mwingi kwa sababu mengi yanazungumzwa, lakini pia mgeni rasmi ana mambo mengi ambayo anatarajia kufanya baada ya kutoka hapa. Mimi kwa jina naitwa Karim Moshi, ni diwani wa kata ya Ngutoto, na ukaribisheni Ngutoto sana. Awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyotukutanisha. Ndugu mgeni rasmi, nichukue fursa hii kwa sababu najua una majukumu mengine kukukaribisha LRI, lakini kabla basi ya kufanya hivyo nizungumze mawili matatu, lakini kwa kifupi. Na mimi vile vile niko na bosi wangu kwenye kamati ambaye namkaribisha kwa kifupi, naye atakukaribisha. Lakini kabla ya kufanya hivyo, diwani tena mheshimiwa diwani wa kata ya Ngutoto, na yeye yuko kwenye kamati ya uchumi, elimu na afya, kamati ambayo ndio roho moja ya jiji, ndio kamati kubwa kabisa inayoendesha mambo mazito ya elimu, afya, masoko, yaani mambo yote yanayogusa jamii. Ndugu mgeni rasmi, kwanza nichukue fursa hii, mwaliko huu ulikuwa mkuu wa wilaya, tuna imani sana na mkuu wetu wa wilaya mpya, na baada ya hapo pia kwa majukumu mengine akatuma wewe mwakilishe. Nimefurahi sana pia na wewe kuja kwa sababu ni mtu kwa muda mfupi tumekuona na kuelewa. Ndugu yangu mgeni rasmi, nadhani itifaki imezingatiwa kama ilivyokwisha kutambulishwa watu wote. Hii ndio kata ya LRI. Lakini ndugu mgeni rasmi, nitakuwa mchoyo wa fadhila. Unajua sisi watu wa kuchaguliwa tunategemea sana ushauri kutoka kwa watu binafsi, wataalamu na hata mtu yoyote, kwa lengo la kutushauri kufika katika malengo ya kutuunganisha, hatimaye baadaye kupata maendeleo. Baada ya ndugu Fatma kufika kwenye kata ya LRI, ametusaidia kuamsha kwa swala la elimu kata hii, na hata walimu wangu wote hawa watakiri, kwa sababu baada ya Fatma kufika tu wengi waliopita walifanya vizuri, sio kwamba na walifanya vizuri kwa sababu nayo walikuwa na kazi wanafanya, lakini huyu ana talanta pekee, kwa sababu ili iweze kufanikiwa ni kuunganisha kundi la watu wakae pamoja, wanene mamoja, baadaye wakikaa wanaweza kufanya jambo moja kwa pamoja, jambo ambalo afisa elimu kata ya LRI anajaliwa talanta hii. Lakini kubwa zaidi, sisi wote madiwani tunaamini kwa mtu anayetushauri na kulete chanya. Kwa mfano, toka mwaka jana mwezi wa 4 alikuwa akinieleza swala la kusudio la kupata maabara ya sayansi, na baada ya hapo mchakato huo uliendelea, na mimi ni mtu ambaye napenda kuamini katika kazi. Baadaye mchakato ule uliendelea mpaka sasa kwa kutumia wadau mbalimbali na kushauriana pia na viongozi, na pia mkurugenzi taarifa hii anayo. Tunavyozungumzia swala la maabara ya sayansi, tayari andiko limekamilika na umekabidhiwa, michoro imekamilika imekabidhiwa, na tunakwenda kujenga kwenye shule ya msingi LRI. Itakuwa ya kwanza nadhani Tanzania kwa shule ya msingi, itakuwa ya kwanza tutakwenda kujifunzia. Naye mgeni rasmi ambaye ni katibu tawala wa wilaya ya Arusha Bwana Jacob Julius Sirombo alikuwa na haya ya kusema. Sisi tuliona ni vyema kuja kuungana na mratibu elimu kata ya LRI na viongozi wote wa kata na walimu na wanafunzi kwa tukio hili. Habari ya ajenda ilikuwa ni moja tu, kupongezana na kupeana vyeti. LRI kama tutajenga maabara
maana yake serikali haitafikiria tena kujenga maabara. Sana sana itafikiria kuleta vifaa vya maabara. Jambo la ujenzi limeisha. Na vifaa hapa Mheshimiwa Diwani ananiambia vimo. Kwa hiyo hapa kimsingi tunaipunguzia kazi kubwa serikali kuu. Kazi kubwa tunapunguza kwa sababu tunashirikiana sisi ngazi ya chini na wadau wanaotuzunguka. Kwa hiyo tunafanya kazi nzuri, na mambo kama haya mimi binafsi naendelea kusema kwamba yanafaa kuigwa, na ninaamini hata mkuu wangu wa wilaya angekuwa hapa angeyasema haya. Angesema kwamba hili ni la kuigwa kwenye kata zetu zote. Tufanye kadri tunavyoweza. Unaweza usijenge darasa ukashiriki kuchimba choo, unakuwa umeokoa. Na sasa hivi sisi wa Tanzania tunajua kwamba elimu, watu wengi sana tumefunguka akili, wazazi wengi wamefunguka akili. Zamani huko wazazi wanachukua watoto wao na watoa mashuleni, wanaficha huko, wanaenda kuchunga ng'ombe. Siku hizi tumetoka huko, tuko kwenye eneo ambalo wachache sana ndio bado tunataka kuwasukuma, lakini asilimia kubwa ya wazazi tunapeleka watoto shule. Ndio maana kila tunapoanza Januari pale au tunapoenda Desemba kuelekea Januari, kila mwaka unaambiwa kuna upungufu wa madarasa. Ni kwa sababu wazazi wamehamasika kupeleka watoto shule. Kwa hiyo na sisi pamoja na hamasa yetu kama wazazi na wadau, tusisahau kwamba kuna miundombinu. Kadri tunavyoandikisha watoto wetu, tunahitaji miundombinu. Serikali inafanya kazi yake, lakini sisi tusijisahau. Tufanye kwa nafasi yetu ili tuiachie serikali imalizie kipande kinachosalia. Si ndio jamani? Maana serikali ni ya kwetu na sisi ndio serikali. Kwa maana sisi wananchi, serikali yetu na sisi ndio serikali. Kwa hiyo akitokea mtu analalamika, wewe umefanya nini mpaka sasa? Tunalipa kodi, lakini umehamasikaje pale eneo uliopo kutengeneza mazingira stahiki? Kwa hiyo tunao wajibu kama wananchi, tunao wajibu kama wadau wa elimu, tunao wajibu sisi watumishi ambao ni wataalamu kutoa mawazo mbadala, nini kifanyike ili tufike pale. Kama ambavyo leo mwenzetu mratibu elimu na wenzake kwenye kata yake wametoa mawazo mbadala wa kuanzishwa kwa maabara kwenye shule kama ambavyo sasa hivi tunapewa hapa proposal. Lakini nihitimishe kwa kuwaomba watumishi wenzangu wa serikali. Najua kuna wazazi nawapongeza pia kwa malezi mazuri kwa watoto wetu mpaka wanafanikiwa kufika hatua ambayo wanafanya vizuri na kupewa zawadi. Lakini na motivate kama mwalimu na anaona mtoto wake amefanya vizuri, mtoto aliyemfundisha yeye amefanya vizuri, na motivate mwalimu. Na mzazi naona unapata morali kwamba kumbe sijapoteza fedha zangu. Kwa wanaofundisha, kwa wanaosomesha private na kwa wale ambao watoto wako kwenye shule zetu za serikali. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.